Kwa majina naitwa Amos Nungu, mkurugenzi mkuu wa Tume ya Taifa ya Sayansi na Teknolojia COSTECH. Nakaribisha hapa kwenye jengo letu hili au site yetu ya ujenzi hapa Dodoma. Haya ni matokeo ya mradi wa HIT ambayo ni HIT, kifupi chake au kwa Kiswahili wanasema kwamba ni mradi wa mageuzi ya kiuchumi yanatokana na vyuo vikuu, Higher Education Economic Transformation. Sasa mageuzi ya kiuchumi haya kama inavyoonekana kwamba ni matokeo ya serikali yetu pendwa ambayo imefadhili mradi huu kupitia Benki ya Dunia kuhakikisha kwamba vyuo vikuu vinafanya mageuzi makubwa hayo kusudi iwe chachu kwenye uchumi wetu. Sasa vyuo vikuu vinafanya hiyo mageuzi makubwa ndani yao, kwamba sisi taasisi shiriki kwa maana Tume ya Taifa ya Teknolojia COSTECH, lakini bodi ya mikopo na tume ya vyuo vikuu tunashiriki nasi kama sehemu hiyo, kwamba vyuo vikuu wakishapata hayo mageuzi, yale matokeo yake tunatakiwa tuwe sehemu ya kuwezesha kusudi ufanisi upatikane. Kwa COSTECH tunashukuru serikali kutupatia fedha takribani shilingi bilioni 18 kwa ajili ya kushiriki kwenye huo mradi wa HIT, na katika hayo takribani fedha bilioni 9 kasoro zinajenga jengo letu hapa Dodoma, ambapo tunategemea kama tulivyosema mageuzi yakifanyika kwenye vyuo vikuu, kwa kutakuwa na watafiti wabobezi ambao kuna tafiti zinatoka nzuri, yale matokeo ya utafiti yale, lakini pia ubunifu. COSTECH tuna dhamana ya kuhakikisha kwamba matokeo ya utafiti na ubunifu zinafikia walaji. Kwa kupitia mradi huu tunajenga hapa Dodoma jengo ambalo ndani yake kutakuwa na huduma mbalimbali katika kuwasaidia au kuwahudumia hao wahitimu, kuwahudumia hao watafiti. Nasema huu mradi wa HIT ni mradi wa taasisi za elimu ya juu. Kwa hiyo COSTECH tuna dhamana ya kuhakikisha kwamba tunaratibu kuanzishwa kwa vituo vya uhulishaji wa teknolojia katika hizo taasisi za elimu ya juu, kusudi wanapofanya mageuzi makubwa, kwa maana ile matokeo ya tafiti na bunifu zinatokana then ziweze kupata usaidizi wa kuingia sokoni. Kwa hiyo kupitia mradi wa HIT pia tunafanya kazi bega kwa bega na taasisi za elimu ya juu ambazo zinashiriki kwenye mradi wa HIT huu kuanzisha vituo vya uhulishaji wa teknolojia. Tunajivunia kwa mfano taasisi ya Nelson Mandela ni moja wapo taasisi ambazo wako very active, na kupitia kwao kuna mengi ambayo tunaiona, kuna tafiti, tuna bunifu ambazo kweli zimepata usaidizi wa kutosha na zimeingia sokoni, hata pia hataza zile hati miliki. Mambo ni makubwa na tunajivunia pia kuhakikisha kwamba hivi vitu ambavyo tumevianzisha vya uhulishaji vinafanya kazi vizuri. Pia serikali ilitenga fedha kufanya kazi bega kwa bega na hizi taasisi, kuanza kufadhili baadhi ya ubunifu kusudi vituo tuweze kufanya kazi pamoja, waweze kuona namna gani wanahusikaje kuwasaidia ubunifu wao na watoa tafiti zao. Katika hilo kuna baadhi ya bunifu ambazo tumezifadhili kupitia vituo vyetu hivi vya vyuo vikuu, na baadhi ya bunifu hizo tayari ziko sokoni. Kwa mfano nimeshapata taarifa kwamba kuna moja ambayo tayari benki ya CRDB kupitia Imbeju wanafanya nayo kazi.